Makombora yashambulia eneo la makazi kaskazini mwa Israel. Watu 58 wajeruhiwa. Mashambulizi ya makombora yameripotiwa kutokea katika eneo la Zarzil lililopo kaskazini mwa Israel, karibu kilomita 30 kutoka mji wa bandari wa Haifa, baada ya Iran kurusha makombora yaliyolenga eneo hilo la makazi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashuhuda waliokuwepo karibu na eneo la tukio, kombora moja lilianguka moja kwa moja katika eneo la makazi na kusababisha mlipuko mkubwa uliotikisa mji huo na kuacha uharibifu mkubwa. Mashambulizi hayo yalitokea muda mfupi baada ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga kusikika katika maeneo mengi ya kaskazini mwa Israel, hali iliyowalazimu wakazi kukimbilia kwa haraka kwenye makazi ya dharura na vyumba vya kujificha kwa ajili ya usalama wao. Dakika chache baada ya tukio hilo, mlipuko mkubwa ulisikika katika eneo la Zarzil, huku moshi mzito ukionekana kupaa angani. Vipande vya makombora vilisambaa katika maeneo ya makazi na kusababisha uharibifu wa mali na majengo kadhaa. Kwa mujibu wa huduma za dharura za Israel, Majen David Adom, vikosi vya uokoaji vilitumwa mara moja katika eneo hilo baada ya kupokea taarifa za mlipuko. Wahudumu wa afya walitoa msaada wa haraka kwa majeruhi waliopatikana wakiwa wamejeruhiwa kutokana na vipande vya chuma vya mlipuko, vioo vilivyovunjika pamoja na mabaki ya majengo yaliyoharibika. Ripoti za awali zinaeleza kuwa takribani watu 58 walijeruhiwa, ambapo baadhi yao walipata majeraha ya wastani huku wengine wakipata majeraha madogo. Pia baadhi ya wakazi walipatwa na mshtuko mkubwa kutokana na hofu iliyosababishwa na shambulizi hilo. Mbali na madhara kwa binadamu, mlipuko huo uliharibu sehemu kubwa ya majengo kadhaa ya makazi. Madirisha na milango ya nyumba nyingi zilivunjika kutokana na nguvu ya mlipuko, huku baadhi ya kuta za majengo zikiharibika. Magari yaliyokuwa yameegeshwa karibu na eneo la tukio pia yalipata uharibifu mkubwa baada ya kupigwa na vipande vya makombora, na baadhi yake yaliteketea kwa moto uliolazimika kuzimwa na vikosi vya zimamoto. Tukio hilo limezua hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo, huku juhudi za uokoaji na tathmini ya uharibifu zikiendelea kufanywa na mamlaka husika. Ulikuwa nami Ajmina Ibrahim. Kwa habari zaidi za kimataifa na matukio muhimu duniani, endelea kufuatilia Spruce Online TV.